nikuwashie kidevu. Wenyewe imekuaje tena mambo yenyewe hayo? Usichome moto, tulia wewe. Aya. Mwenyewe anavitafuta hivyo, anavitaka vitu vyake. Nimefika mpaka pale tulipokuachia pale. Sikuvikuta hivyo vitu. Nikajaza mwenyewe, wewe ndo kachukua ndani, na mimi kama sina akili. Kumbe wewe umevichukua na vipiga moto. Sasa nakwambiaje? Usivipige moto. Maana yake mwenyewe atakuja kuniuliza mimi hivyo vitu nitamjibu nini? Nenda kamwambie aachane na uchawi. Hata wewe unapaswa kuachana na uchawi kwa sababu uchawi umekatazwa na Allah Tabaraka wa Taala. Usipoacha uchawi utaingia motoni. Motoni sawa, lakini huyo mtu unamjua? Huyu analetewa paka 7 huyu shehe huyu. Wewe utakuwa ulali usiku hapa, unamjua huyo mtu wewe? Mimi naenda kumwambia. Aisee tu utajua na wenyewe. Muza tambi, muza tambi. Naomba ukanimwagia uchafu nje. Dada, samahani kama nitakuwa nakukosea. Nilikuwa naomba kesho nirudi nyumbani. Mbona ghafla hivyo? Kuna nini? Amna. Nimeamua tu. Akili yangu haiko sawa kwa sasa. Maana naona hata ninachokipambania nikiwa hapa sitaweza kukitimiza. Bado sijakuelewa. Kwa sababu ukiachana na hiyo ndoto uliyokuja kuipambania, hapa ni nyumbani kwenu pia. Kwa nini unashindwa kuwa sawa? Naelewa dada. Lakini nahisi uwepo wangu mimi kuwa hapa unaweza kumfanya mtu kumnajisi Mungu. Unataka kusema nini? Asha, kwa nini unazidi kunichanganya? Hebu niambie hiyo siri iliyokuwepo ndani ya moyo wako. Yala! Asia! Unataka na nini? Wewe na uwe makini bwana. Muza tambi, muza tambi. Dafeti, Datum, Fatuma. Jua inawaka. Jua kaida Fatuma wewe. Yaani kama ule mwanamuziki nani Diamond wa kizazi kipya alisema hivi, jua kali ila mvua hakuna wewe. Yaani dada Feti jua likali. Nimekuzia tambi jana baba Fatuma, tambi ya pili sipikwe jana, mimi leo nikija nakuzia nyingine. Sasa wewe tambi za jana bado zipo, sasa mimi nauza nini? Naye nisikilize kwanza. Mwezi wa jana nilikuwa na vimiogo vyangu, vindizi vyangu, viazi vyangu nimevipika jana. Sasa kesho siku mimi kama leo nauza nini na wangi mimi sina chochote. Kwa hilo sina la kukusaidia ndugu yangu. Nimekumbuka. Da Fatuma, da Feti. Nimekumbuka. Unajua wewe jina lako limekaa kiutaalamu sana. Unajua ukiwa mjini, ukifika tu mjini, kwanza ukiwa huku kwenu, wewe sio mkazi wa huku. Ukiwa kwenu kule Handeni, unaitwa Fatuma. Ukipanda gari ukafika pale da, unaitwa Feti. Ukiwa pale da ukipigwa na maisha, huna mtoto uko peke, yani umepata mtoto huna mume, unaitwa Datum. Ukipata pesa unaitwa afu ukipata pesa ukiwa mtu mmoja maarufu anakuita Fetrisha. Wewe nikuitaje hapo? Sasa leo nitabonge bunge la umbea. Mna siri. Wewe hauachi. Yaani nikajua mwezi huu mwenzangu utapumzika. Lakini ndio kwanza kazi inaendelea.
Mimi hapa nina allergy. Mimi hapa. Yaani nikisikia tu siri za watu nisiposema mimi nina allergy. Unakuwa kuna mwaka kuna mwaka mimi niliumwa nikapelekwa Muhimbili pale, nimetoka madudu hivi nimevimba mapelepele. Watu wakajua naumwa matete kuanga, nikapelekwa pale Muhimbili kashindikana, nikapelekwa Moi kashindikana, nikapelekwa kwa hospitali moja ya Kikwete. Nikapeleka pale nataka nipima kaniangalia kwa sababu huyu mngempoteza huyu. Huyu kuna vitu asiposema huyu mtamtendea siri kwa kiongozi mmoja sitaki kutajia. Huyu atakuwa siri atakuwa aseme. Asiposema siri huyu mtu asiposema anakufa una siri za watu. Ndio kwanza hapo kama nikipata tu neno niliseme. Matatizo kwangu yakaisha yote. Kwa mimi jambo hili siwezi kulifichia. na siri nilokuwa nayo kuhusu shehe wetu huyu hapa dini huyu. Huyu nani kiongozi wa dini huyu? Nani si? Wewe mbona uko mbali wewe? Wewe mbona ufanikiwi kama timu ya Simba? Huyu nani huyu anaitwa Sherashid. Au Sherashid mbaya. Yaani anatoa dawa, alafu anapeleka dawa. Yaani akishafutua pale mbao, basi anamwacha mke wake, anamfuata mdada mmoja hivi. Anakaa kule bondeni kule Maji Matifu, anaitwa nani yule bwana yule? Jina nakuja nakataa. Nani yule bwana yule? Anategemea mwembamba, sio mwembamba, mnene si mnene. Akivaa kijola mwembamba. Akivaa suruali zake zile, afu na vitu anaviweka huko nyuma, anakuwa mnene. Ila wewe naembea wewe. Yaani wewe kabisa unapata na muda wa kumwangalia kwamba anavaa kinini, sio kinini. Yaani wewe. Da Fatuma. Tatizo moyo. Mtu aweza kaonekana mzuri, lakini baada hapo na matendo mengine mabaya mno. Na ndio maana wahenga wakasema kwamba hii dunia nzuri, haina shida, haina problem, changamoto binadamu wabaya. Hata huyu msanii wa kizazi kipya Unani Samata alimba nyimbo yake akasema moyo mbaya, binadamu si wazuri, si nini hapo. Wewe nenda mwenzangu, mimi nataka kupika hapa. Aftari. Sasa dada Feti, dada Fatuma Fetricious, kipande hata kidogo hapo cha muogo. Nimefunga. Muza tambi, muza tambi. Karibu sana bwana Mustafa. Karibu sana. Unajua nimefurahi sana. Na unajua kwamba ni heshima kubwa kama mtu namualika alafu akafika. Sawa, hii ni heshima kubwa mno. Kwa hiyo mimi nimefurahi kukuona. Japo Jafari amesema kwamba anapita juu kwa juu na ule mchongo wake, lakini ningefurahi kabisa, yani zaidi naye angekuepo hapa kwa Mustafa hapa iko Jafari. Ingekuwa noma sana. Shemeji. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Asante sana. Karibu. Maharage kwa? Mimi sijapika. Na yale mandazi? Sijapika chochote. Kuna tambi tu. Shemeji karibu. Mustafa. Karibu bwana Utabaruku. Haina shida. Karibu kula kaka. Naona leo kimya kimekuwa kizito kuliko njaa. Ramadhani atufundisha kutafakari dada. Asha, umechoka? Hapana dada. Niko sawa. Labda amefunga kwa kishindo leo. Dada, kuna vitu vingine mtu naona ni bora kuondoka.
Kula ndugu yangu. Ana shida. Shemeji samani. Naomba kunizima maji kidogo. Tayari? Ushashiba? Hapa fresh hapa. Bana shemeji, kula bana. Nini? Kula bana hata kidogo. Ana shida hapa. Nani kama kufungua kinywa watu kidogo. Ndo umeshiba? Sijali shewangu, sijali. Sijali. Karibu bana. Asante. Sasa ndugu yangu. Ndugu basi mimi ngoja. Nasema kidogo niko na haja kidogo. Kwa hiyo basi sawa. Nyingine. Ila ndugu yangu, naomba tusameane kama kuna madhaifu yoyote ambayo yamejitokeza. Naomba unisamee sana sana sana. Unajua sisi ni binadamu ambao hatujakamilika. Kila kitu kinatokea na makosa yanatokea pia. Kuondoka kwenda wapi? Alafu hili swala unalizungumzia toka mchana wewe. Na imekuwa ghafla sana. Una shida gani Asha? Ni kweli imekuwa ghafla, lakini inamaanisha kama mtu anaona uwepo wako kwake unamchanganya, ni bora tu mtu kuondoka. Hamna mtu anayechanganya bana. Alafu kwa nini tunazungumzia mambo ambayo hayaleti furaha? Na mkizingatia huu ni wakati wa kufuturu. Wakati mwingine kaka, kuchanganikiwa hakuhitaji kelele. Usijali kwa sababu uwepo wako umekuja kumwakilisha Jafari, si ndio? Nikawa ile. Basi mimi sikutoi ndugu yangu. Haina shida ndugu yangu, usijali. Sasa ndio. Ushaanza hivi. Nini sasa useme? Nini? Nalia kwa makosa niliyotenda. Nimependa hiyo. Kwa hiyo hile ndiyo iftari ambayo uliandaa kwa ajili yetu, si ndio? Isiwame kula na muondoka. Unajua niliwaambia kabisa marafiki zangu. Niliwaambia karibuni nyumbani. Nikiamini siku ya leo atakula iftari iliyo nzuri. Na hivyo nilikwambia mapema tu kwamba andaa chakula kizuri, marafiki zangu wanakuja. Vizuri nini? Unataka kila mtu aje hapa akule mpaka ashindwe kupumua? Sio kula mpaka apumue. Wewe kwa chakula gani ulichokiandaa kile? Chakula hata mtoto wa darasa la kwanza hawezi yakala na akashiba. Chakula kidogodogo kweli Chiti. Basi ungepika wewe. Chiti. Basi ningepika mimi, si ndio? Kwa sababu mimi ndo mfalme wa jiko. Unamaanisha nini kusema hivyo labda? Mimi sio mfanyakazi wako humu ndani. Chiti. Unajua fika kwamba wale ni marafiki zangu. Na nilitarajia siku ya leo heshima yangu itakuwa kwenye meza yako. Kwa maandalizi mazuri yatayotoka kwenye mikono yako. Heshima yako isiwe jikoni kwangu peke yangu. Umeniaibisha Chiti. Aibu ni ya kwako. Kuahidi watu vitu ambavyo wewe huna. Nilikuamini pia. Hilo ndo kosa lako. Muzatambi, 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 Muzatambi,
Muzatambi, Muzatambi, Muzatambi, Muzatambi.